Na mtazamaji, ni wasaa kuangaza yaliyojiri kwa upande wa habari za michezo na burudani kwenye viwanja mbalimbali. Jina langu ni Esther Mtebe na tuanze na habari za michezo kitaifa. Kuelekea mchezo mkubwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania utakaopigwa kesho saa 11 jioni katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, makocha na wachezaji wa Simba Queens pamoja na Yanga Princess wameonyesha utayari mkubwa, huku kila upande ukiahidi kupambana kuhakikisha unaibuka na ushindi. Kocha wa Simba Queens Musa Mgosi amesema kikosi chake kimejiandaa vizuri kwa ajili ya dabi hiyo na malengo yao ni kuendelea kufanya vizuri katika ligi hiyo. Na kwa upande wake wa Yanga Princess, kocha msaidizi Saidi Maulid amesema wanatambua ugumu wa mchezo huo, lakini wamejipanga kuhakikisha wanapata matokeo mazuri dhidi ya wapinzani wao wa jadi. Naye mchezaji wa Yanga Princess Maimuna Kaimu amesema wachezaji wote wako tayari kwa pambano hilo na wameahidi kupambana kwa nguvu zote ili kuhakikisha wanapata ushindi muhimu mbele ya Simba Queens, huku mchezaji wa Simba Queens Aisha Mnuka amesema dabi hiyo ni muhimu kwa timu yao na wamejiandaa kukamilisha wanapata pointi 3 muhimu. Tumeangalia mapungufu yetu, tumeangalia mazuri yetu na tumefanya mazoezi kulingana na hayo ambayo tulikuwa nayo, lakini vile vile tumeangalia wapinzani wetu kwa maana mazuri yao na mabovu yao ili tuweze kufanya kazi katika mechi ya kesho. Kwa hiyo la msingi na kubwa, tupo ni malengo yetu ya kupigania kwenda kuchukua ubingwa. Hatuwezi kuchukua ubingwa kwa ajili ya kufungwa, lazima tushinde. Kwa hiyo tumeandaa timu kwa ajili ya kushinda. Mchezo wa kesho ni mchezo ambao utakuwa mgumu, tunategemea hivyo. Na ni kutokana na kwamba ya mambo kama matatu hivi. Kwanza ni dabi. Tunapokuja swala la dabi huwa sio mchezo mdogo, kwa sababu kuna mazingira ya kutaka kuweka heshima kutokana na mazingira ya dabi na watu hawataki kuwa wanyonge. Jiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Ukiachana na mchezo wenyewe wa dabi kati ya Simba na Yanga ukiwa na upekee wake, lakini kwetu sisi ni mchezo muhimu sana ambao unaenda kutupa mwanga wa malengo yetu ya msimu huu ambayo ni ubingwa. Kama wachezaji nafikiri tumejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Ni mchezo muhimu kwetu ambao utatupa mwangaza wa kwenda kupambania ubingwa, lakini pia tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu maana kwamba tuweze kuamka salama ili tukaweze kufanya vile vitu ambavyo tumeelekezwa. Nafikiri kwa swala la ufundi makocha wamemaliza, imebakia ni swala kwetu. Tuna sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kwenda kukamilisha kwenda kuhakikisha tunapata pointi 3 katika mchezo wa kesho. Kwingineko, ofisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema licha ya timu hiyo kupoteza mchezo wake wa kwanza msimu wa ligi kuu Tanzania bara, bado wanaamini ubingwa uko mikononi mwao. Kamwe amesema Yanga bado inaongoza msimamo wa ligi na ina nafasi kubwa ya kutoa ubingwa wa 5 mfululizo iwapo itaendelea kufanya vizuri katika michezo iliyosalia. Kauli hiyo imekuja baada ya Yanga kufungwa mabao 3-2 na Dodoma GFC Mei 13, ikiwa ni mara ya kwanza kwa timu hiyo kupoteza msimu huu baada ya kucheza mechi 23 za ligi kuu bila kipigo. Matokeo hayo pia yalivunja rekodi ya Yanga kucheza mechi 42 mfululizo bila kupoteza tangu walipofungwa mabao 3-1 na Tabora United FC Novemba 7, 2024. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaangalia malengo ya Yanga ilikuwa ni kubeba ubingwa, sio kumaliza msimu bila kufungwa. Malengo ya Yanga kubeba ubingwa, bado tuna faida ya point, tushikamane hapo sasa kutafuta uchampioni. Zuri ambao nimejifunza kwenu nyinyi wachambuzi, nimejifunza jana, Yanga ikishinda ligi mbovu, Yanga ikishinda ligi mbovu, Yanga ikifungwa usajili mbovu. Yaani hamkosi neno unapokuja swala la Yanga. Yaani mna shift tu hivi. Mmeshajiandaa kwamba Yanga, yaani mechi tungemshona na Dodoma goli 4. Mngesema hiyo mechi ni Antoni na Mavunde hiyo. Sio maneno yenu Antoni na Mavunde, Yanga ligi mbovu, wapinzani dhaifu. Tumefungwa na huyo Antoni Mavunde huyo. Imehama mada sasa. Yanga usajili mbovu.
Kwa hiyo sisi tunataka tuwaambie kwamba nataka mashabiki wa Yanga walielewe hili kwamba huu msimu pia ni mgumu. Hata matokeo ambayo tumeyapata jana ni matokeo ya sisi kuamini katika maneno ya hovyo yanayozungumzwa na baadhi ya watu kwamba msimu dhaifu, wapinzani dhaifu na nini, tunachukulia poa mambo. Msimu huu ni mgumu. Washindi watatu wa draw ya kampeni finali ndio mpango na Tembo Card Visa ambao wanakwenda nchini Canada kushuhudia michuano ya kombe la dunia 2026 umepatikana baada ya benki ya CRDB kuchezesha draw yake ya pili ya kampeni hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo mara baada ya washindi hao watatu wanaokwenda nchini Canada kushuhudia kombe la dunia kupatikana, amesema draw ya kwanza ilitoa washindi wanne ambao wanakwenda nchini Marekani kushuhudia mashindano hayo, na draw ya tatu inatoa ushindi wa washindi watatu watakaoongozana na wenzao. Kwa upande wa wale wanaoenda safari za kwenda World Cup, wewe njoo na begi lako tu na nguo. Vingine vyote iachie CRDB, kwa maana ya kwamba benki ya CRDB italipia gharama zote ambazo zitaambatana na hiyo safari. Tiketi za ndege, tiketi za mpira, mkifika kule zile movement zote za kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, malazi, chakula, kila kitu benki ya CRDB itagharamia. Hii ni kurudisha tu fadhila kwa wateja wetu ambao wameendelea kutusupport kwenye kuhakikisha kwamba wanatumia Tembo Card Visa kwenye kufanya miamala yao mbalimbali. Ligi kuu soka Tanzania bara na ligi mbalimbali duniani zikiendelea kushika kasi, Watanzania wanatarajiwa kunufaika na ushiriki wa michezo ya ubashiri, huku ikitajwa kuwa moja ya sekta ambazo inawapa nafasi wa Tanzania kubadilisha maisha yao na kukuza uchumi wa taifa. Wakati hayo yakiendelea, wadhamini wa klabu ya Fountain Gate inayoshiriki ligi kuu Tanzania, kampuni ya Pigabet Tanzania imetoa zawadi yake ya kwanza ya simu janja kupitia kampeni ya Shinda Ndinga na simu janja, ambayo inawapa nafasi wa Tanzania kujishindia zawadi mbalimbali. Jiunge, deposit, cheza, kwani bado tunaendelea na promotion yetu. Kumbuka kuna IST 2 ambazo bado zinashindaniwa na bado kuna simu 11 bado ziko kuwaniwa hapa kwetu Pigabet za aina ya Galaxy A17. Kwa hiyo deposit, cheza ili tuweze kupata shindi wengi zaidi kwa zawadi kama zote. Hii inatuwekea utuo kwenye habari za kitaifa, na sasa tukaangaze kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Nyota wa mchezo wa tenis kutoka nchini Italia Lorenzo Musetti ameendelea kuwa na msimu mgumu kutokana na majeraha yanayomkabili mwaka huu na kuathiri safari yake kwenye mashindano makubwa ya ATP. Jeraha la hivi karibuni ni la misuli ya paja la kushoto alilopata wakati wa mashindano ya Italian Open mjini Rome kwenye mchezo dhidi ya Casper Ruud. Baada ya vipimo vya kitabibu, Musetti alitangaza kujiondoa kwenye French Open pamoja na Hamburg Open, huku akieleza kuwa anahitaji wiki kadhaa za mapumziko na matibabu. Mapema mwaka huu, Musetti pia alijiondoa kwenye robo finali ya Australian Open dhidi ya Novak Djokovic baada ya kupata maumivu makali ya mguu akiwa anaongoza kwa seti 2. Mbali na hilo, taarifa za ATP zinaonyesha kuwa Musetti pia alijiondoa kwenye Miami Open kutokana na jeraha la mkono wa kulia. Licha ya changamoto hizo, Musetti anabaki kuwa miongoni mwa wachezaji bora wa mchezo wa tenis duniani, akiwakilisha kizazi kipya. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila kwa kuangaza hayo kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Na tukigeukia upande wa habari za burudani kutoka huko mtandaoni, inatokea huko nchini Kenya ambapo mtoto wa kiboko aitwaye Bumpy ameendelea kugusa mioyo ya watu mtandaoni baada ya simulizi yake ya kusisimua ikisambaa kwa kasi. Mnamo mwezi huu wa Mei pili mwaka huu, Bumpy aliachwa yatima baada ya mama yake kufariki dunia, na alikutwa akiwa amelala karibu na mwili wa mama yake katika eneo la Oloideni Resort huko Naivasha nchini Kenya. Na baada ya taarifa hiyo kutolewa, shirika la wanyamapori Kenya walimkabidhi kwa shirika la Shedrack Wildlife Trust ili apate matunzo maalum. Na picha za Bumpy zimezua hisia kubwa mtandaoni kwa namna alivyo na ukaribu na binadamu, kwa maana mara nyingi huonekana akicheza na mhudumu anayemtunza hata akiwa majini. Cha kushangaza zaidi ni kuwa kiboko huyo
huyo anapenda kubembelezwa na kufurahi zaidi anapokuwa amekumbatiwa au akiwa amemwegemea mtu. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe.